Leo tumepata wasaa wa kutembelewa na kukaa na mkutano wa pamoja na mkurugenzi mkuu wa UNESCO. Tunakwenda kutekeleza mradi wa pamoja wa usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji yaliyo chini ya ardhi baina yetu sisi Tanzania na wenzetu wa Kenya, mradi unaojulikana Kilimanjaro. Nchi yetu ya Tanzania tumekuwa na rasilimali kubwa sana ya maji yaliyokuwa chini ya ardhi. Kwa hiyo mkakati wetu ni kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunafanya tafiti na maji yale yaweze kutumika kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali ya maji. Tumeona mabadiliko ya tabia nchi yalivyoleta athari, tumeona baadhi ya mito, baadhi ya chemchem leo zinakauka. Kwa hiyo tunatengeneza mikakati namna gani tunaweza tukatumia rasilimali zetu za maji yaliyokuwa chini ya ardhi ili iweze kuwa na manufaa kwa watu wetu. Kwa hiyo huu ni mradi ambao tutashirikiana kwa karibu na wenzetu wa UNESCO, Kenya na Tanzania, lakini pia utakuwa unafadhiliwa na wenzetu na mfuko wa mabadiliko ya tabia ya nchi kwa maana GSF. Ugeni huu uliokuja hapa Tanzania wa mkurugenzi mkuu wa UNESCO, kwa namna fulani sisi ni wenyeji wake. Kwa hiyo niko hapa kwa sababu ya tume ya UNESCO iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kuna mambo mengi katika ziara hii ya mkurugenzi mkuu, lakini mojawapo ni hilo la kwenda kuweka mradi mkubwa wa maji Kilimanjaro ambao unufaisha Kenya na Tanzania, hasa wilaya ya Rombo na Hai. Kwa hiyo imetokea tu kwamba sasa mimi ni mbunge wa Rombo na nafahamu changamoto ya maji Rombo ambayo serikali inafanya kazi kubwa sana kumaliza, na sasa hivi tumeshapewa fedha kuchukua maji kutoka Lake Chala. Sasa tutaongezewa fedha nyingine kutoka UNESCO. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa mradi huu kwa kweli, na anaenda kutembelea kule. Bahati mbaya sitaweza kuwa naye, lakini nadhani siku nyingine akija tutapita Rombo pamoja kwenda kuangalia mradi huu. Asanteni sana. Mimi naitwa Engineer Eric Muriithi Mugaa. Mimi ni waziri wa maji na irrigation kule nchini Kenya. Tuko hapa leo kuhakikisha kwamba huu mradi wetu wa Kilimanjaro Transboundary Aquifer unaanza vizuri. Umeona tumekuwa na DG wa UNESCO kuonyesha ili huu ni mradi wa maana sana katika nchi zetu mbili. Ule mradi ambao kuna wasomi wa kuangalia the aquifer, waangalia yale maji tuko nayo, wafanye what we call mapping kwa kizungu, na baada ya mapping tuwe na ile data ambayo kwa future ama kwa siku za usoni tunaweza tumia yale maji katika hali yetu ya kulima na pia kunywa. Tunajua maji mengi pale Kilimanjaro either yanakuja Kenya nchini ama nchini Tanzania, lakini yale maji kwa sababu ya pressure ya climate change na pia degradation, kule ukataji wa miti, kuna matumizi mabaya ya maji without being not proper water management, na pia small issues such as things that are happening in the globe zinafanya yale maji ya surface water yasiwe mengi kama vile tumezoea. Ndio maana sasa tunatafuta an alternative kuangalia our aquifer resource, ile ground water pia itumike katika kusupplement yale maji ya surface water, ndiposa tuwe na sustainable and climate resilient systems. Watu wa DAWASA wasilale usingizi, watumishi wa DAWASA wasilale usingizi. Bado naendelea kusisitiza tusizoee shida za wananchi, kwamba tuhakikishe sisi kama Wizara ya Maji kupitia mamlaka yetu ya DAWASA, jukumu lao ni kuwapatia watu maji na watimize kwa vitendo kuhakikisha wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Lakini kwa kweli walipata hitilafu na mimi nimejithibitishia hilo na tumerudi katika hali yetu. Ni vitu vya kawaida, lakini lazima tuvimanage vitu vya namna hivi visitokee.